Kwa hiyo kwa mtu wa biashara, ina maana kuna vitu ambavyo nakumbuka mimi kipindi tunasoma tulikuwa nazungumzia hapo, kuna swala la kuna taarifa, si ndio? Yeah. Kuna fedha, lakini kuna vitu vya kufurahisha na kuna support, si ndio? Ndio. Kwa hiyo mfano tena Mr. Robert ni mtu ambaye mimi nataka nimuelezee kuhusu biashara. Edification ya wewe labda ndo unamfanyia presentation kuhusu biashara Mr. Robert hapo. Utafanyaje ili kumlink yeye na mimi ambaye ni kama kiongozi wako wewe, sawa? Ili yeye aweze kuniamini na kunielewa kiurahisi zaidi muda ambapo nitakuwa namuelezea mimi biashara Mr. Robert hapo. Utaelezea hivi, kama utataka kumfanyia education mtu wako ambaye unataka kumuelezea kuhusu fursa, utaanza kwa kumkaribisha. Mfano utasema, karibu sana Mr. Robert, huyu ni kiongozi wangu. Mtu ambaye sasa utamtumia kwenye kuelezea, atamuelezea mtu wako biashara. Utaanza kwa kusema kwamba karibu Mr. Robert, huyu anaitwa kiongozi Anodi, ana taarifa nyingi zaidi kuhusu kampuni. Kwa hiyo ni mtu sahihi, atakuelezea kuhusu kampuni kwa ukubwa zaidi. Pia utamwelezea kwenye upande wa kipato, kwamba kiongozi huyu pia amejisposition kwenye kuingiza hela nyingi au ana kipato zaidi. Unaweza kamention kuanzia anajiingizia kuanzia milioni na kuendelea. Pia kama kiongozi unayefanyia education pia ameshinda safari na magari, pia utayataja kwamba huyu ni mfano kiongozi Magoti, utasema kiongozi wangu pia ameshashinda magari, utataja ameshashinda safari, ameenda nje ya nchi hivi na hivi, utataja vitu ambavyo ameachieve. Pia kwenye upande wa support utaelezea kwamba amewasapoti watu wengi sana kwenye upande wa afya na kwenye upande wa kuingiza kipato, kama amesaidia watu wengi pia kujiingizia kipato. Kwa hiyo na yeye atajisi yuko sehemu salama, kwamba ataelezewa kuhusu fursa na yeye pia atakuwa miongoni mwa watu waliosaidiwa na yule kiongozi. Kwa hiyo ataweka attention kwenye kumsikiliza, then atakuwa anaelewa biashara kiukubwa zaidi. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, hapo mwishoni utaunganisha vipi ili kumalizia sasa? Kwa hiyo ili pia uonyeshe kwamba sio rahisi kumpata huyo kiongozi, utaonyesha ile scarcity, au kwamba sio rahisi kumpata huyo kiongozi, kwamba utamwambia nimemuomba dakika 10. Okay, sawa. Kwa mimi nilichoelewa hapo, utamwambia kiongozi kikawaida huwa yuko busy sana na majukumu mengi, lakini kwa sababu nimeona wewe ni mtu chanya na uko positive, nimeamua nimuombe akusaidie, ikiwezekana at least hata kama atapata dakika 5 mpaka 10 azungumze na wewe, ili nina imani kwa sababu yeye ana taarifa zote na ameshasaidia watu wengi na anawasapoti watu wengi nikiwemo mimi, basi na imani ukiongea naye utamuelewa vizuri na itakuwa rahisi wewe kusaidia kuweza kuanza biashara. Kwa hiyo nimemuomba muda huo, nitaomba akifika hakikisha unaweka simu yako silent, unamsikiliza vizuri na kwa umakini, maana na imani utapata vitu vingi na itakurahisishia wewe kuweza kuanza biashara na kupata matokeo kwenye hii biashara. Kwa hiyo akija hapa nitaomba usimame kwenye kumsalimia. Baada ya kumsalimia tutakaa zeni. Baada hapo yeye atakuelezea biashara kutokana na experience yake, lakini pia atakupa taarifa zile za muhimu kutokana na nitakavyo mwambia. Kwa hiyo nitaomba nikimsalimia na wewe pia umsalimie na uweze kusimama. Hivyo ndo ambavyo huwa tunaongezea. Kingine niongezea hapo sasa, kiongozi wako akianza kuongea, wewe unachotakiwa, kwa sababu umeshamuelezea huyu mtu wako kwamba kiongozi ana taarifa zote na amekuzidi vitu vingi, kwa hiyo akianza kuongea usiinterrupt, yaani muache aongee mwanzo mpaka mwisho. Wewe kaa pembeni, sikiliza. In case akikuuliza swali utajibu, lakini unatakiwa ukae kimya hata kama amekosea. Muache, kwa sababu ulishamtambulisha kwamba anajua vitu vingi. Akikosea acha, akifanyaje acha, mpaka yeye akuambie kwamba au unasemaje, au akikuomba ushauri kwenye mazungumzo yenu, lakini unatakiwa usishadadie au usiongeze maneno, kwa sababu ataona kama mnataka mnamfuatilia, yani mnamfuatilia sana, mnamtaka sana. Kwa hiyo weka mipaka kwenye mwache kiongozi wako aongee.
Haya, asante sana, nadhani umeelezea vizuri sana. Huyu anaitwa Madam Donisia, kiongozi makini kabisa ambaye amejiposition kwa nafasi nzuri ya kuingiza pesa nyingi kama alivyofanya Edification, na kama unavyomuona hapo ni expensive kabisa. Na hapo pembeni tupo na mgeni wetu anaitwa kiongozi Robert, ambaye kiwalisia sio mgeni ila ni kiongozi ambaye pia anaupiga mwingi. Na ukiangalia pale, tuonyeshe saa yako blaza. Amekula na saa yake pale ya shilingi 200,000. Kwa hiyo hapa hao wote ni expensive. Kweli ni kwamba ukipambana kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo hakikisha unaifanyia kazi video hii, jifunze namna kufanya edification, itakusaidia wewe pia kuweza watu wako kukuelewa na kuanza biashara kiurahisi zaidi. So take care, peace, say hala.